Vipi kama asubuhi hii utapata taarifa inayoeleza kuwa Young Africans wameachana na kocha wao Pedro? Unadhani ndio utakuwa ni msingi sahihi wa kuitoa Young Africans kwenye mkwamo huu wa kutopata matokeo? Ni Young Africans aliyepata sare 3 back to back, jambo ambalo lilitokea mwaka 2022 limejirejelea tena. Kuna shida nyingi sana ambazo zimetajwa kuhusu Young Africans: issue ya usajili, issue ya kocha na wachezaji, pamoja na ratiba iliyo ngumu. Ali Shaban Kamwe ametupa ripoti kamili ya ile taarifa unaotaka kusikia kuhusu wachezaji, benchi la ufundi na kipi kinachofuata ndani ya kikosi ya Young Africans mara baada ya kumaliza mzunguko wa kwanza. Kamwe anasema tayari kikosi cha mabingwa wa kihistoria Young African Sports Club kimesharejea Dar es Salaam kutokea Dodoma, ambako jana tulipiga pale mchezo wa ligi kuu ya NBC na tukapata matokeo ya goli 1-1. Timu imewasili leo hapa na ratiba ya awali ambayo imetoka, wachezaji wamepewa muda kidogo kwenda kupumzika, na wako wachezaji ambao wameitwa kwa majukumu ya timu ya taifa. Kwa siku 2-3 hizi hakutakuwa na mazoezi yoyote yale. Players wamepewa mapumziko kidogo ya muda kwenda kuweka miili sawa baada ya ratiba ngumu back to back kuweza kumalizika kwa wakati huu. Ambacho kinaendelea sasa hivi ni uongozi wa klabu ya Young Africans. Kama ilivyokuwa ada ya viongozi wetu, umeshamalizika mzunguko wa kwanza na tumecheza pia mechi moja ya mzunguko wa pili. Maana yake ni fursa ya viongozi wetu kwenye hizi siku 10 ambazo timu itapumzika kwenda kufanya tathmini ya kawaida kabisa kuhusu timu kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu ya NBC, wapi ambako tumepatia na wapi ambako kuna changamoto pafanyiwe kidogo improvement ili mambo yakawe sawa. Tumemaliza mzunguko wa kwanza kama Yanga tukiwa juu ya kilele cha msimamo, hatujapoteza mchezo wowote, bado ni unbeaten, na Mungu ametujalia licha ya ratiba kuwa ngumu, majeruhi kuwa wengi kwenye timu yetu, lakini bado hatujaangusha point kwa maana ya kufungwa, na bado hatujashuka juu kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu. Ukikumbuka msimu uliopita nyakati kama hizi, baada ya mzunguko wa kwanza tulikuwa tunakamata nafasi ya pili. Msimu huu tunakamata nafasi ya kwanza, na inatupa fursa viongozi kwenda kujadili vizuri sasa kuhusu tathmini ya timu yetu. Nafahamu kumekuwa na maoni mengi ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu kuhusu maeneo mbalimbali kuhusu timu yetu Young Africans Sports Club, na niwaambie viongozi wa Young Africans, viongozi wasikivu ambao mara zote interest yao ni kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri zaidi ya ilivyokuwa jana, ilivyokuwa juzi. Kwa naamini tuwe watulivu wananchi, tutulie, tuwape muda viongozi wetu wafanye tathmini nzuri ya mzunguko wa kwanza na waweze kuyagundua maeneo ambayo tumefanya vizuri na maeneo ambayo tukayaboresha kwa maana ya kuongeza nguvu, ili mzunguko wa pili vichapo visikwame, yani tuchape watu mfululizo inshallah. Bala daima mbele nyuma. Kauli hii ni kusema kwamba tusubiri uongozi wa kikosi cha Young Africans ndio utakaokuwa na majibu sahihi ya je, Young Africans wanaachana na kocha wao Pedro au wataendelea kumwamini mpaka msimu utakapomalizika. Ila sisi Jana Enterprises tuko mwaka wa 2, tuko tayari kukuhudumia. Kama unahitaji makabati ya nguo, makabati ya vyombo, kitchen cabin, vitanda kama vile box bed na bed sofa, TV showcase, sofa aina zote, magodoro size zote, TV size zote, sabufa aina zote, fridge pasi, extension cable, TV fridge guard, oven na majiko ya gesi, ita na blender, utavipata vyote dukani kwetu. Tunapatikana ushirika wa Neema juu kidogo stali ya KSMC. Hapa tunauza na kununua bidhaa za electronics na furniture aina zote. Tupigie kupitia simu namba 0763153039 utapata kile roho inapenda.